Leo tunaenda kujifunza sasa hivi tunaenda kujifunza kitabu cha Mwanzo mpaka tena kujifunza mpaka Ufunuo. Tunaangalia mstari mmoja mmoja au vipengele tofauti tofauti jinsi Mungu atakavyo tunanili. Kwa tumeona pale Mwanzo imeandikwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa tunaangalia Biblia ni summary. Mungu ameandika kwa ufupi. Maana Mungu anasema hivi, kama Biblia mambo yote ambayo yatatendeka duniani yangeandikwa, hata dunia isingetosha. Maana vinyoka vitabu vingi sana. Kwa kumbe Biblia ni summary ya baadhi ya vitu ambavyo vilitokea wapi? Ulimwenguni. Kwa hiyo tunaangalia Roho Mtakatifu ndo anaweza kukufundisha Biblia ukaielewa neno la Mungu. Na penyewe ukaelewa lengo la Mungu kuandika hii Biblia. Kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe ndo aliwashukia watu wakaandika Biblia ambayo ndio Roho wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunaangalia tukiwa na Roho Mtakatifu anaweza akatufundisha Biblia tukaelewa. Kwa hiyo neno tu hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yakapita maelfu ya miaka. Hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nilikufundisha kitu kikiwa tupu maana yake hakina kitu. Ila kikiwa maana yake ni kwamba hapo mwanzoni palikuwepo kitu, lakini baadaye kile kitu kikawa kimeondoka. Tukajifunza mtu akiwa na familia, wakawa familia yote nzima, tunasema yule mtu ni mkiwa. Ila mtu akiwa yuko single, hajaoa wala hajaolewa, maana yule mtu ni mtupu. Lakini tunaweza kusema yule ni mtu ni mkiwa. Kwa hiyo hii dunia tunaiona Mungu alikuwa anaifanyia uumbaji. Alikuwa anaifanyia uumbaji. Na huo uumbaji ambao alikuwa anafanyia Mungu hii dunia ulikuwa ni uumbaji ambao ulikuwa ni uumbaji wa kiroho. Japokuwa aliutorea kwa taswira ile ambao alifanya uumbaji wa kimwili, lakini ikawa ina tafsiri kiroho. Ndio maana tunaangalia Biblia ina miaka 6000, lakini ukichimba underground chini unakutana na watu wameishi zaidi ya milioni 200. Inaonyesha Mungu wengine alikuwa anawagarikisha, wengine alikuwa anawateketeza kwa moto, alikuwa anaondoa vizazi na vizazi. Lakini sasa hivi Mungu hawezi kutuhukumu kwa njia hiyo kwa sababu ameandaa jehanamu ya moto mbele. Na kabla hiyo jehanamu ya moto mbele, Mungu anatupa maonyo, ameleta wokovu kupitia Bwana Yesu. Kwa hiyo tunaangalia pale, tunaangalia kwa hiyo ule ukiwa tena utupu. Hapo tunaangalia giza, tunaangalia dunia ilikuwa imejaa maji na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa ni nini? Giza maana yake ni kukosekana kwa neno la Mungu katika uso wa dunia. Watu wanaishi sawa na mawazo yao. Watu wanaishi sawa na mawazo ya shetani. Baki kama Mungu hayupo, shetani yupo anatawala. Hakuna hali ya neutral mimi katikati, hapana. Kama uko kwa Mungu upo kwa shetani. Kwa hiyo tunaangalia ile giza lilokuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Maana ni ukosefu wa neno la Mungu.